Bwana Yesu apewe sifa. Msikilizaji wangu na wewe unaifuatilia vipindi hivi, sehemu hii ni wakati mwingine ambapo tumekutana na mtumishi wa Mungu mimi hapa ili tuweze kusikiliza maneno ya Mungu na ili tuweze kujifunza mbele zake wakati wote. Tunalitukuza jina lako na kulisikiliza Bwana, kwa kuwa Mungu anaweza. Na wakati huu na ukaribisha msikilizaji wangu ili tuweze kwenda kwenye hatua nyingine, ambayo hatua hiyo ni kwenda kusoma kitabu cha Mwanzo. Tunaenda episode ya 3, tuende kuona kitabu cha Mwanzo sura ya 5 na kujifunza mambo mengi kuhusu sehemu hii, na ujue mtu aliyeishi miaka mingi duniani kuliko wanadamu wote utamjua siku ya leo. Bwana apewe sifa. Utamjua siku ya leo huyo mtu ambaye ameishi miaka mingi kuliko mwanadamu yeyote aliyewahi kuishi chini ya uso wa dunia. Kwa hiyo ninaomba twende wote. Tutaenda kuanza kitabu cha Mwanzo sura ya 5. Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Sura ya 5, Biblia inasema hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu siku ile Mungu alipoumba mtu. Kwa sura ya Mungu alimfanya. Mwanaume na mwanamke aliwaumba, akawabariki, akawaita jina lao Adamu siku ile alipowaumba. Kwa Mungu alipomuumba Adamu na Eva aliwaita Adamu, yani manake mtu. Mwanaume na mwanamke aliwaumba, akawabarikia, akawaita jina lao Adamu siku ile alipowaumba. Sura ya mstari wa 3. Adamu akaishi miaka 130, akazaa wana kwa sura yake, kwa mfano wake akamuita. Tarudia. Adamu akaishi miaka 130, akazaa mwana kwa sura yake, kwa mfano wake akamuita jina lake Seti. Mstari wa 4. Siku za Adamu baada ya kumzaa Seti zilikuwa miaka 108, akazaa wana waume na wake. Hao Adamu waliowazaa wana waume na wake hawatajwi, ila wanatajwa wale ambao walikuwa ni muhimu ili waweze kutajwa kwa sababu fulani, kama unavyomuona alivyotajwa hapo Seti. Utaona kwa nini. Mstari wa 5. Siku zote za Adamu alizoishi ni miaka 930, naye akafa. Unaona, zamani miaka ilikuwa inahesabika kutokana na matukio ya mtu, kwamba baada ya kuzaa mtu fulani akaishi, baada ya kuzaa mwana akaishi miaka fulani, yani hivyo. Kwa majina yalikuwa, miaka ilikuwa ikihesabiwa kwa sababu ya matukio. Siku za Adamu alizoishi ni miaka 900, yani 930, akafa. Adamu ameishi miaka 930, akafa. Seti akaishi miaka 105, akazaa Enoshi. Kwa Seti alipata mtoto akiwa na miaka 105, ambapo sisi huku ukifika 105, yani wewe huwezi hata kuona, unabebwa na kutolewa nje, lakini huyu ndipo anapozaa. Mstari wa 7. Seti akaishi baada ya kumzaa Enoshi miaka 807, akazaa wana waume na wake. Huyu Seti akaishi miaka 807, ndipo akaongeza watoto kutoka 105 kuzaa Enoshi, alafu akakaa miaka 807, ndipo akapata watoto wake na wa kiume. Mstari wa 8.
Siku zote za Seti ni miaka 912 akafa. Huyo aliishi miaka 912 akafa. Unaona wanadamu kipindi kile walikuwa wanaishi muda mrefu sana. Twende mstari wa 9. Enosh akaishi miaka 90 akamzaa Kenani. Mstari wa 10. Enoshi akaishi baada ya kumzaa Kenani miaka 815 akazaa wana waume na wake. Ukiona mtu humu ametajwa, maana yake kizazi chake kinaendelezwa, kwa sababu ni kizazi ambacho kipo kwenye generation ambapo Mungu anataka iende. Wengine hawakutajwa. Kwa hiyo Enoshi baada ya kukaa miaka 815 akapata watoto, akazaa wana waume na wake. Hawakutajwa kwa sababu hawakuwa kwenye mlorongo ule Mungu ambao anautaka. Manake yani kuna mtu anayezaliwa anakuwa na kusudi la Mungu, huyu akamzaa fulani, huyu akamzaa fulani. Kwa ni kwa sababu walikuwa na makusudio. Wale ambao hawakuwa na makusudio hawakuweza kuandikwa, walijumuishwa kwamba yani inawekwa jumla kwamba alizaa wana wa kiume na wana wa kike. Mstari wa 11. Siku za Enoshi ni miaka 905 akafa. Huyo aliishi miaka 900 aliishi miaka 905 akafa. Miaka 905 akafa. Kenani akaishi miaka 70 akamzaa Maharaeli. Kenani akaishi baada ya kumzaa Maharaeli miaka 840 akazaa wana waume na wake. 14. Siku zote za Kenani ni miaka 910 akafa. Huyu alikufa akiwa na miaka 910. 15. Mahalaeli akaishi miaka 65 akamzaa Yaredi. Yaredi huyu. Mstari wa 16. Mahalaeli akaishi baada ya kumzaa Yaredi miaka 830 akazaa wana waume na wake. Mstari wa 17. Siku zote za Mahalaeli ni miaka 895 akafa. Huyu amekufa akiwa na miaka 895 akawa amekufa. 18. Yaredi akaishi miaka 162 akamzaa Henoko. Naona huyu alikaa muda mrefu. Huyu alikaa miaka 160, yani miaka 160 ndipo wakampata mtoto anayeitwa Henoko. Yaredi akaishi baada ya kumzaa Henoko miaka 800 akazaa wana waume na wake. Siku zote za Yaredi ni miaka 962 akafa. Huyu alikaa miaka 962 akafa. Henoko akaishi miaka 65 akamzaa Methusela. Henoko akaenda pamoja na Mungu baada ya kumzaa Methusela miaka 300 akazaa wana waume na wake. Siku zote za Henoko ni miaka 365. Henoko akaenda pamoja na Mungu naye akatoweka, maana Mungu alimtwaa. Huyu Henoko alikuwa anampenda Mungu sana siku zile za nyuma. Angalia yeye, siku zote za Henoko ni miaka 365. Hiyo ndiyo miaka Henoko aliyoweza kuishi. Kwa hiyo Mungu akampenda sana Henoko kwa sababu ya matendo yake na kumpenda sana Mungu. Mungu akamtwaa, akapotea naye, akamtwaa Henoko akawa ametwaliwa kwenda mbinguni. Henoko hakuiona mauti, hakufa, alitoweka. Mungu alimtwaa, maana Mungu alimpenda sana. Haleluya. Haya, mstari wa 25. Methusela akaishi miaka 187 akamzaa Lamek. Methusela akaishi miaka 187 akamzaa Lameki. Angalia, Methusela anakuja kupata mtoto akiwa na miaka 187.
Methusela akaishi baada ya kumzaa Lameki miaka 782, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Methusela ni miaka 969, akafa. Huyu Methusela aliishi miaka 960, miaka 960 naye akafa. Kwa Methusela ndiyo mtu aliyeishi muda mrefu kuliko wanadamu wote, aliyeishi miaka 960, miaka 960. Lameki akaishi miaka 182, akazaa mwana, akamwita jina lake Nuhu, akinena, huyu ndiye aliyetufariji kwa kazi yetu na kwa taabu ya mikono yetu katika nchi aliyoilaani Bwana. Kwa jina Nuhu maana yake ni faraja, yani wale walifarijiwa kwa ile nchi Mungu aliyokuwa ameilaani kwa kazi ya mikono yao, wametaabika, ndio wakamwita jina lake Nuhu. Hapa ndipo tunaanza kujua habari za Nuhu. Kwa hiyo hivyo vizazi ambavyo tulikuwa tunaviona vinapita kwa Henoko, kwa Henoshi, kwa nani, kwa Yaredi, tulikuwa tunamtafuta mtu anaitwa Nuhu, ndiye aliyekuwa kitafutwa. Lameki akaishi baada ya kumzaa Nuhu miaka 195, akazaa wana waume na wake 31. Siku zote za Lameki ni miaka 777, akafa. Lameki ameishi miaka 770, akafa. Nuhu alikuwa mwenye miaka 500. Nuhu akazaa Shemu na Hamu na Yafet. Yani Nuhu yana kuja kupata watoto ana miaka 500. Haleluya. Hapa tumemtafuta Nuhu. Twende mstari wa 6. Mstari wa 6, sura ya 6, utaona sura ya 6 huko mwanzo, utakuja kuona